Pumzika, alafu Jumatatu Mungu akijalia heri tuanze safari ya kutoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea visiwani Zanzibar kuanza maandalizi ya mechi ya Ngao ya Jamii. Kwa mechi ya kilele cha Yanga Day kati ya Yanga Afrika na Eagle du Congo itaanza saa 1:30 usiku. Lakini kutakuwa na mechi nyingine ambayo mechi hii kwa miaka mingi sasa hivi imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Kuna upande mmoja umekuwa ukionea na kunyanyasa upande mwingine. Ni mechi kati ya viongozi wa klabu yetu ya Yanga dhidi ya celebrities wa klabu yetu ya Yanga. Msimu huu nipende kuwapa taarifa mashabiki na wanachama ambao watakuja uwanja wa Uhuru na ambao watafuatilia mubashara kupitia vyombo vya habari. Technical bench ya Yanga ni sehemu ya viongozi. Kwa kama kuna mtu umemuona kule ukawa na wasiwasi naye anajua boli au hajui boli, atashiriki pia kwenye kucheza mechi hii kati ya viongozi wa Yanga dhidi ya wasanii na watu mashuhuri wa klabu yetu ya Yanga. Kwa miaka mingi kama nilivyowaambia, mechi hii imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Wasanii huwa wanakutana huko, wakija pale wanachezea goli kuanzia 3 na kuendelea. Mwaka jana walifukuzana pale pale uwanjani, benchi la ufundi lilitimuliwa, matokeo yakiwa goli 3-0. Mwaka huu tulikuwa hatutaki kucheza nao kabisa, tafute timu nyingine, lakini wakaleta mapendekezo yao kwamba wamejipanga na wako tayari kufuta unyonge mwaka huu pale uwanja huu. Kwa nafasi ya upendeleo tukawakaribisha na tumewapa nafasi ya mwisho. Kama hawatashinda Jumapili ni hasta la vista, hatutacheza nao tena. Kwa hiyo hapa tunaye kiongozi wa Yanga Celebrity, kaka yetu Jimmy Mafufu almaarufu kwa jina la kisanii Kipunje. Atazungumza kwa upande wa wasanii, kitu ambacho wamejiandaa nacho kwa mwaka huu. Viti mnavyoviona hivi waliandaa wasanii wao, wachezaji waje kuzungumza, lakini sijui ni kwa sababu za hofu, sijui ni sababu gani, naona wote wameingia mitini, amekuja tu kiongozi wao. Kwa hiyo tumpe nafasi ya kuzungumza kidogo, alafu nitakuja kumalizia mwisho kwa ratiba na kujibu maswali mawili ambayo au matatu ambayo mko nayo kabla tujafunga hafla yetu. Kiongozi, karibu uweze kuzungumza na waandishi wa habari. Watu wa Mungu, wana habari zenu za mchana wa leo. Mimi naitwa Jimmy Mafufu King Kinyamana, Chief Marafiare, kiongozi mkuu wa Yanga Asili na mwenyekiti wa Yanga Celebrities. Kwanza tunatumia wasaa huu kuwaomba wanayanga na wasiokuwa wanayanga kwamba tarehe 12 kuna jambo la kihistoria litatokea pale Uhuru. Lakini mimi nataka nizungumze kuhusu timu yangu. Amesema kiongozi wa timu ya staff wa Yanga ambaye ni mkuu wa idara ya habari ya klabu yetu. Mara nyingi wanasema hali asiitwe msemaji. Huyu sio msemaji, ni mkuu wa idara na mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika. Ameibeza timu yetu kwa namna alivyoweza. Lakini mimi kama mwenyekiti, baada ya ile mechi tuliopigwa pale, kwanza nilikuwa safari, nilikuwa niko Uingereza, lakini niliangalia mechi online. Timu yangu baada ya kufungwa nikagundua golikipa wetu Kobisi kuna namna alihusishwa na ndugu yetu Ali, kwa sababu walionekana huo usiku. Sasa na mazungumzo gani? Lakini nikaja kugundua ndugu yetu Mboto ambaye ndio kocha mkuu wa timu yetu, na yeye kulikuwa na shida. Kwa hiyo tukafanya utafiti, tukaingiza watu wa TAKUKURU ndani na nini, baadaye nikawasimamisha. Lakini juzi nilipogundua tatizo, niwatangazie rasmi kwamba Kobisi amerudishwa kwenye timu yetu na ndiye golikipa namba 1 wa timu hii. Lakini kocha mkuu Mboto na msaidizi wake Nanga ambaye yuko njiani, wote wamerudishwa. Lakini tumefukia ile mianya. Sasa hivi timu yetu iko kambini. Mlinzi tumemweka ni Bubu afu ni Kiziwi.
Kwa hiyo hakuna namna yoyote Ali na genge lake wanaweza wakapenya tena pale. Tusipowafunga hawa safari hii, mnamjua yule mama anauzaga jezi pale anaitwa nani? Niiteni Mama Manji. Hawa wakitufunga, hata wakidraw mniite Mama Manji, tutawapiga goli sio za kawaida, na tutawaondolea utulivu wa kuangalia ile mechi kubwa ambayo Sharulila anataka. Kwanza timu yangu unajua winga moja anacheza Ndaro, winga nyingine nampa chezaji la UEFA, pale juu nasimama mwenyewe Mafufulile. Jamani, kwa hiyo tumejipanga vizuri, na niwahakikishie Watanzania kutakuwa na burudani sio ya kutosha. Dimba la chini safari namweka Kingwendu Ngwendulile. Mna wazimu kitu gani nyie? Anazunguka pale chini. Kwa hiyo tuna timu imara. Hawa viongozi hatutakuwa na mazungumzo nayo popote. Ndio maana timu yetu safari imewekwa, wengi ni watu hawasemi wala hawasikii, kwa sababu hawa ni wajanja kwenye maelezo. Kwa hiyo sisi tukuhakikishie msemaji wa mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika kwamba safari tutakupa huzuni kabla ile saa 1:30 ya kwenda kuangalia vitu vya Benzema pale juu. Wewe utakuwa tayari una huzuni yako. Nitumie wakati huu kuwaomba wanachama wote wa klabu yetu, mashabiki, siku ya tarehe 12 amesema msemaji, shughuli zinaanza mapema kabisa asubuhi. DJs wa kutosha wako, njooni pale mpate hizo burudani, lakini burudani kubwa zaidi ni kule kuwadhalilisha tutakako wafanyia viongozi wa Yanga, wa GSM na staff wote wa klabu yetu, ambao tukiwakosa sana nafikiri tuzidi kwa wale tuliopiga 5, tutaanza na 6 ili tarehe 12 sasa ile ya mechi ya ngao ya jamii hawa kina Sharulio wenzao waanzie 7, sisi tutapiga 6. Tusipokufunga niko tayari niitwe Mama Manji. Nimemaliza, asante sana. Haya waandishi, naamini nimemsikia Mama Manji Nashukuru Mama Manji bwana kwa speech yako nzuri, na mimi napata nguvu, napata ujasiri wa kuanza kuita hilo jina kwa sababu timu yangu naijua na ninaiamini. Kwa mimi sisubiri Jumatatu ndo nianze kumuita ubwana Mama Manji. Mimi timu yangu naijua, timu yao tunaijua na tunaimudu. Wewe hili jina ni vyema ukaondoka nalo, na kama una jezi umeshanunua kaiandike kabisa nyuma, watu wasipate shida kutafuta Jumatatu. Mama Manji kwa wapi? Mama Manji kwa wapi? Mnamfahamu, alishawahi kuwapaga ahadi ya shilingi milioni 1. Sijui kama alishawahi kutoka ile ahadi. Hajawahi kutoa. Wenzako yuko wapi? Yule anazuruma sana. Alikuja nani? Isaya Dede alikuja ofisini akaokota. Sawa. Hiyo ni burudani ambayo itapatikana pia siku ya Jumapili kati ya wasanii wa klabu yetu ya Yanga ambao watacheza na viongozi wa klabu yetu ya Yanga. Mimi sina muda wa kutaja sana timu yetu kwa sababu mambo ni mengi mjini hapa. Kwa hiyo booster ya staff Young Africans mtakutana nayo uwanjani pale. Wakati huu niruhusu ndugu zangu, kama mna maswali mawili matatu kuelekea kwenye tamasha letu tuweze kuzungumza, alafu tukaendelee na shughuli nyingine. Karibu kiongozi. Sawa. Mimi naitwa Rashid na Dr. Kajenjere. Zipo taarifa ambazo tunaziona mtandaoni ambazo hazijathibitishwa na yenyewe Yanga kwamba Young Africans imefungiwa kusajili madirisha matatu kwa sababu ya kudaiwa. Sasa komenti za mashabiki wengi ambazo tunadhani ni mashabiki wa Yanga wanajiuliza hiki kitu bado majibu hawajapata sawa sawa. Kwa mimi nimeona kuuliza wewe kama afisa habari wa Zuberi, swali lako nayo lilikuwa nini? Swali lako nayo lilikuwa nini? Jibu swali lako nayo lilikuwa nini? Tunaona mara nyingi huwa msanii title ya msanii ambaye anaperform hiyo title huwa anatangaza mapema. Safari ya mtangaza msanii ambaye ni main artist tunamaanisha. Yes. Anafanya surprise au vikundi atakamilisha au hamna msanii main artist safari. Sawa. Tukianza na swali la huyu bwana, anasema ameona mitandaoni klabu ya Yanga imefungiwa na FIFA madirisha mangapi amesema? Madirisha matatu. Sasa anasema ameonaona kule haelewi. Kwa hiyo anamuuliza msemaji ukweli wa hii taarifa ukoje.
Ndugu yangu, kuna vitu vingine mpaka sisi hatushachoka kujielezea. Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyika kwenye mfumo unaitwa poto, na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia, yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF, nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira, Yanga amefungiwa, na kama kafungiwa kesi ni ipi? Sababu tukiwa tunaelezea si kila siku hapa na mambo yanajirudia kila siku, mtaona kama tunafanya utetezi hivi, tunafanyaje. Hiyo taarifa shekhe, ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa pia kama ilitoka kama hiyo, Yanga imefungiwa, sio haiwezi kusajili, kama tunafungua msimu hivyo hivyo ilianza. Kwenye FIFA poto kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote, ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambao tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu B ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje? Inatumwa. Ipande moja katika hizo mbili ikikwamisha huo mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa hiyo situation ambayo imetokea jana ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijina sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka, kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sasa sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga hii, jambo hili limechukuliwa kwamba Madisha kafungiwa, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Story ni hiyo tu, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Sasa sijui mnamhofia nani yani? Yaani katika watu tuliowachukua hawa nani yani hamtaki tumsajili? Tuambieni mapema tujue katika hawa ambao tumewasajili nani tumtoe, ili roho zenu zitulie kwamba sababu na Yanga yuko sawa. Sababu tunao tumewasajili wapya, tunao wa zamani, na Jumapili tunaangusha chuma kingine pale uwanjani. Hamtaki cha Jumapili tukishusha, yani tujue tumefungiwa, hamtaki wa Jumapili au hamtaki upi katika ambao tuko nao. Kwa hiyo ningetamani na nyie muende pale siku moja pale, kakaangu Ndimbo atoe kidogo darasa la jinsi gani haya mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo ukipata darasa vizuri, maana ukiingia unaweza kufuatilia taarifa vizuri, ukawa una uthibitisho kwa bwana hapa kafungiwa kwa sababu gani, imekuwaje, kashindwa kulipa, sio imekuwaje. Information zipo nyingi sana pale. Kwa hiyo taarifa shekhe imetokea jana, imeshakuwa solved, na nafikiri kwa mujibu wa CEO hapa wameshatafutwa wale watu, wamesha confirm na maisha yameendelea vizuri kabisa. Swala Zuberi anauliza kuhusu main artist. Zuberi, Yanga wote sisi ni main artist. Yanga hatuna msanii mmoja mkubwa, wasanii wa Yanga wote ni wakubwa. Kwa hiyo kila tunayemtangaza huyo ni main, ana hadhi sawa ya kuperform kwenye tamasha letu na wasanii wote wanaokuja. Kwa hiyo Yanga haina main artist mmoja, Yanga ina main artist wengi. Wale ambao watapata fursa ya kuperform kwa mwaka huu watapewa fursa na watakuja kuperform kama main artist. Sisi hatuna mkubwa, hatuna mdogo, wote ni wakubwa na wana hadhi moja ya kuperform kwenye tamasha letu la Yanga Day. Msanii gani ambaye atamaliza show? Anayemaliza show ni Peter Shalulile, dakika ya 89 ndio atamaliza show. Semaji miaka yote kumekuwa kuna rumors alafu unapata usajili, lakini msimu huu imekuwa ni usajili tu wa Young Africans, hakuna rumors. Kwa nini imekuwa ni siri? Ni mkakati tu wa idara yetu ya habari kwenye promotion na matukio ya mambo, tukaamua tubadilishe kidogo plan kwenye usajili. Na hata hii plan unaona tumwambia pia Jumapili, Mungu akitujalia tutaangusha chuma kingine pale uwanjani. Ni plan tu za promotion ambazo tuko nazo. Kwa hiyo si jambo la ajabu sana, ni mkakati tu ambao tuliupanga. Atafika mbali. Atafika mbali. Swali la mwisho kama lipo kabla tujafunga.
Nawashukuru ndugu zanguni na niwatakie siku njema. Ile kipigo kizito ambacho tulikitoa sisi kama staff, amekuja na anataka kuja kuwapa sera zao wamejiandaaje na kipigo kingine kwa Yanga Day ya msimu huu. Karibu kocha. Kwanza hatujajiandaa kwa kipigo. Katika kipindi ambacho tumejiandaa vizuri ni kipindi hiki. Kipindi hiki tumejiandaa vizuri. Hapa katikati timu yetu ilikuwa na sekeseke kwa sababu tulihujumiwa, kocha mkuu, kocha msaidizi na baadhi ya wachezaji tulionekana kama tulikula rushwa, na hiyo ni kwa namna golikipa wetu alivyodaka. Unajua golikipa wetu alimheshimu sana rais. Kuna baadhi ya magoli aliachia kutokana na mtu aliyekuwa anapiga, lakini this time tuko kamili kabisa. Hatutacheka na yoyote, hata mbele akae namba 9 GSM hatofunga kwa golikipa tuliokuwa naye sisi. Yaani sasa hivi tumejipanga kweli kweli. Bwana waandishi, mna maswali ya kumuuliza kocha msaidizi? Mabadiliko yapo tena makubwa kweli kweli. Kuna muda ujue hawa staff wanategemea siku zote kwamba watu ni waigizaji, au watu ni waimbaji, au watu ni watu wa dance, wanashindwa kuelewa watu walianzia wapi. Si unanielewa? Baada ya kipindi cha zamani, unajua ligi haikuwa nzuri kama sasa hivi ilivyokuwa. Kwa hiyo sasa hivi watu wataka waonyeshe kwamba vipaji vyao halisi ni vipi. Kwa hiyo hawa wanaojiita staff wajipange kweli kweli. Sasa sisi tumeamua ili jambo linaenda kwa surprise, na sisi tumeamua kikosi kiwe cha surprise. Yaani hawatategemea nini kinaenda kuwatokea. Kama tumeamua what a player, basi inakuwa what information. Kama itakuwa what a player, what information. Formula ieleweki, hiyo mtaikuta hapo hapo. Sisi uzuri timu yetu sisi inajiweza. Kwa sababu mara ya mwisho hapa tulikuwa tunakinzana na mwenyekiti wa tawi, kwa sababu tulipata ofa ya kambi ya mwisho mazoezi yafanyike pale ya Victown, lakini tukasema hapana, wataangalia namna ya sisi squad yetu ilivyo, watawapenyezea staff wao, alafu mwisho tukashindwa kucheza vizuri. Kwa hiyo hata sehemu ya mazoezi pia ni siri.